Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na tunaendelea kuangalia vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, mzozo unaozidi kuongezeka na unaosababishwa na mashambulizi makali ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani kote Mashariki ya Kati. Juhudi za kuwatafuta Waisrael wanne wanaohofiwa kukwama chini ya vifusi vya jengo la ghorofa lililoharibiwa na kombora la Iran mjini Haifa bado zinaendelea. Hii ni kutokana na mashambulizi makali yaliyofanywa na Iran huko nchini Israel baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutoa vitisho dhidi ya Iran. Rais wa Marekani ametoa vitisho vikali kwamba anatoa masaa 24 kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, jambo ambalo limeifanya Iran kufanya mashambulizi mazito huko Haifa nchini Israel. Baadhi ya majengo yanadaiwa kuporomoka na kusababisha baadhi ya watu kufukiwa katika vifusi hivyo, huku juhudi hizo zikiendelea kuwatafuta. Wanajeshi wa Israel wamefungua uchunguzi dhidi ya kushindwa kulinasa kombora lililofanya shambulizi hilo, kwamba ilikuwa vipi mpaka kombora hilo likasababisha madhara makubwa kwa raia wa Israel. Rais Donald Trump amerejelea vitisho vya kuilipua mitambo ya madaraja ya nishati ya Iran isipokuwa lango la bahari la Hormuz litakapofunguliwa tena kwa usafirishaji wa meli. Fungueni mlango wa bahari wa Hormuz, enyi wanaharamu wazimu, la sivyo mtakuwa mnaishi kuzimu. Tazameni tu, rais huyu aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social mnamo siku ya Jumapili, baada ya kuongeza muda hadi Jumanne saa 2 kamili usiku kwa saa za Mashariki ya Kati. Ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa ulijibu kwa hoja kwamba matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump yanaashiria utayari wa kufanya uhalifu wa kivita. Iran ilifunga njia hiyo muhimu ya kimkakati kwa meli za mafuta muda mfupi baada ya Marekani na Israel kuanzisha kampeni yao ya anga mnamo Februari 28. Tehran baadaye ilisema kwamba njia ya maji itaendelea kufungwa kwa Marekani na Israel kwa muda mrefu zaidi. Takribani asilimia 20 hadi 25 ya mafuta duniani na asilimia 20 ya gesi asilia iliyoyeyuka LNG hupitia katika njia hiyo ya maji ya Hormuz. Wakati huo huo, msemaji wa jeshi la Iran Ebrahim Zolfaghr amepuuza ufanisi wa uvamizi wa makomando wa Marekani ambao ulisababisha kuokolewa kwa mfanyakazi wa ndege ya F-15E Strike Eagles iliyodunguliwa kusini magharibi mwa Iran siku ya Ijumaa. Zolfaghr alidai kuwa vikosi vya Iran viliangusha ndege 2 za usafiri aina ya C-130 na helikopta 2 za Black Hawk, huku vyombo vya habari vya Marekani vikiripoti kuwa wanajeshi wa Marekani waliharibu ndege zao wenyewe baada ya kushindwa kuruka kutoka kwenye uwanja wa ndege kwa wakati huo. Hata hivyo, bado kuna wasiwasi wa kutoelewa ni nini ambacho kimetokea zaidi, ambapo Marekani ilidai kuwaokoa wanajeshi wake huku Iran ikisema huo ni uongo ulioelezwa na wa Marekani na kwamba hakukuwa na uwezekano wa kuweza kuokoa rubani huyo. Zaidi ni kwamba wanajeshi wa Marekani walizidiwa na hatimaye kuilipua ndege yao. Huko Lebanon nako, jeshi la Israel limekuwa likifanya mashambulizi ya ardhini na mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya wanamgambo wa Hizbullah. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.